Asalamu alaykum mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Radio TV Buntu popote pale ulipo. Kwa mara nyingine ni furaha sio kifani kukutana nawe katika kipindi Language Time. Kipindi ambacho bila shaka kinakupa nafasi ya kujifunza na kujipatia maarifa ya lugha zinazotumiwa Afrika Mashariki na hata ngazi ya kimataifa. Leo ni siku mahususi kabisa ambapo tutajifunza nyakati katika lugha ya Kiswahili. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine ulikuwa bado hujapata nafasi ya kujifunza nyakati katika lugha ya Kiswahili. Katika siku ya leo nitaambatana na mwalimu wangu wa Kiswahili Dr. Levis huyu hapa, ambaye bila shaka kwa moyo wa dhati anaenda kutueleza namna ilivyo ufundishwaji wa nyakati katika lugha ya Kiswahili. Bila kupoteza muda, tunaingia hapa darasani kwa ajili ya kupata somo lenyewe. Wanafunzi hamjambo? Hatujambo mwalimu, shikamoo. Marhaba. Tunaendelea na somo la Kiswahili. Leo mada yetu inahusu nyakati za Kiswahili. Mnakumbuka kwamba siku ya jana tulijifunza aina za nyakati za Kiswahili. Ndio hivyo. Ambapo tunaona kwamba aina ya kwanza ni wakati uliopo wa kawaida. Aina ya pili tunaona kwamba wakati ujao. Lakini pia leo tutaendelea na kujifunza nyakati hizi kiundani zaidi. Sasa leo tutajifunza wakati uliopo wa kawaida, lakini kabla hapo kwanza turudie siku ya jana ambapo tuliona kwamba nyakati za Kiswahili zipo 3. Zipo ngapi? Zipo 3. Kuna wakati uliopo, kuna wakati ujao, kuna wakati uliopita. Sawa jamani? Turudie tena. Wakati uliopo, wakati safi kabisa. Baada ya hapa nikamwambia kwamba hizo nyakati zote 3 zinakuwa na hali fulani. Kile ambacho tunakiita hali. Tunasema nini? Hali za Kiswahili au za Kiingereza zipo 4. Zipo ngapi? Zipo 4. Kuna hali ya kawaida, kuna hali ya endelevu au kuendelea, kuna hali timilifu na kuna hali timilifu alafu endelevu. Timilifu endelevu. Wakati sasa hizi hali 4 ukiziweka katika kila wakati, tunapata kila wakati mmoja unakuwa vipengele vingapi? 4. Vipengele vingapi? Mjipigie makofi watoto wazuri kwa sababu mnakumbuka. Sasa leo tunaenda kujifunza kiundani zaidi kuhusiana na wakati uliopo wa kawaida. Wakati uliopo wa kawaida. Wakati uliopo wa kawaida unakuwa na kanuni yake kama ifuatavyo. Unachukua jina, unajumlisha nini? Kitenzi au kitendo, alafu unajumlisha na nini? Huwa au inategemeana, alafu inaendelea. Inawezekana kila mara, kila siku, kila mwaka, kila mwezi na kadhalika. Si ndio jamani? Safi kabisa. Sasa naomba niulize swali. Ni nani mtoto mzuri hapa anaweza akatutungia sentensi hii moja ikiwa katika wakati uliopo wa kawaida? Wakati uliopo. Lakini kabla hapo tuliona kwamba wakati uliopo wa kawaida kwa lugha nyingine unaitwa wakati uliopo wa mazoea. Tuliopo wa nini? Kwamba inakuwa ni tabia ya mtu huyo au watu hao kufanya kitendo hicho kila siku. Sasa nani atunge sentensi hapa kwa kutumia wakati huu ambao tumeanza kusoma? Aya, karibu. Aya, kule nyuma.
Wanafunzi hucheza mpira kila siku. Kila siku. Mwingine? Wewe hapo mbele. Mama hupika wali kila siku. Mama hupika wali kila siku. Kila safi kabisa. Mjipigie makofi. Kwa hiyo ina maana gani sasa? Hizi sentensi ina maana gani? Hawa wanafunzi hucheza mpira kila siku. Ina maana ni tabia yao, ni mazoea yao. Kila siku wao wanacheza nini? Wanacheza mpira. Haya, mama hupika wali kila siku. Huyu mama wa huyu mtoto, watoto mama yao, yeye hupika wali ina maana kila siku anakula ubwabwa nyumbani. Si ndio hivyo? Kwa hiyo ni mazoea ya kila siku kufanyaje? Kufanya kitendo hicho. Mwingine? Hapo katikati pale. Esther. Baba huendesha gari kila siku. Kuendesha gari kila siku. Safi kabisa. Mwingine? Joela. Benita huenda shuleni kila siku. Jamani, kumbuka kila siku inaweza ikabadilika. Inaweza ikawa kila mwezi, kila mwaka, kila Jumatatu, kila Jumanne. Si ndio hivyo jamani? Kila asubuhi. Sentensi nyingine na ubadilisha na kitenzi, sio tu iwe huenda. Sentensi nyingine safi kabisa. Ketina. Cedric husikiliza baba. Cedric husikiliza. Safi kabisa jamani, sina la kusema. Jipigeni makofi mazito kabisa. Darasa liko safi. Sasa tusome hizi sentensi sasa. Tusome sentensi wote kwa pamoja. Wanafunzi hucheza mpira kila siku. Wanafunzi hucheza mpira kila siku. Mama hupika wali kila siku. Mama hupika wali kila siku. Baba huendesha gari kila siku. Baba huendesha gari kila siku. Benita huenda shuleni kila siku. Benita huenda shuleni kila siku. Cedric hufanyaje? Husikiliza bongo flava. Cedric husikiliza bongo flava. Kila nini? Kila saa. Safi kabisa. Aya, sasa baada ya hapo tunaenda sasa kuangalia hizi sentensi tuzikanushe. Tufanye nini? Tuzikanushe, kwa sababu hizi sentensi zipo katika mpango wa kukubali. Kufanyaje? Kwamba ndiyo kitendo ambacho huwa wanafanya kila siku. Huwa wanafanya kila siku. Lakini kabla hatujaenda kwenye kukanusha, nataka niulize kwanza, kuna mtu ambaye bado hajaelewa? Kuna mtu ambaye ana swali? Wote wameelewa? Sasa watoto wazuri, vizuri sana. Mjipongeze kwanza kwa makosa 3 mazito. Safi kabisa. Sasa nataka niulize sasa, ni nani anaweza akachukua sentensi hii ya wakati uliopo wa kawaida katika hali ya kukubali? Amekubali. Sasa tuikanushe tuone. Nani akanushe? Utunge sentensi alafu uikanushe. Tuanze na hizo ambazo ziko hapa. Alexi. Wanafunzi hawachezi mpira kila siku. Safi sana. Wanafunzi
hawachezi mpira kila siku. Sentensi nyingine. Jazla. Mama hapiki. Safi kabisa. Mama hapiki wali kila siku. Mwingine. Azmina. Baba haendeshi gari kila siku. Mwingine. Jamani, ni wawili tu. Hapa. Benita haenda shuleni kila siku. Benita haendi shuleni kila siku. Cedric hasikilizi Bongo Flava kila siku. Aya, sasa kwanza na wapongezei sana, umejitahidi. Huu upande mmoja ni wakati uliopa kawaida katika hali ya kukubali, si ndio hivyo? Lakini hapa upande mwingine ni wa kukanusha, ikiwa na maana kwamba hapa wanafunzi hucheza mpira kila siku, lakini mwingine akasema hapana, wanafunzi hawachezi mpira kila siku. Ina maana huyu mtu mwingine atakuwa na ujumbe mwingine, atakuwa na taarifa nyingine ambayo anataka aitoe. Inawezekana wanafunzi hawa wanafunzi wanacheza mpira labda siku moja, labda sio siku zote. Lakini pia hapa tunaona kwamba mama hupika wali kila siku, lakini mwingine akasema la hasha, mama hapiki wali kila siku. Ina maana kuna siku zingine anachanganya ugali, anachanganya maole, anachanganya viazi na vinginevyo, hata makande anaweka. Hapa anapasema baba huendesha gari kila siku, lakini huyu akasema hapana, baba haendeshi gari kila siku, si ndio hivyo? Sasa tusome hii sentensi kwa pamoja. Tuanzie hapa mpaka hapa. Nitasoma kwanza afu na nyinyi mtafuata. Wanafunzi hawachezi mpira kila siku. Wanafunzi hawachezi mpira kila siku. Mama hapiki wali kila siku. Mama hapiki wali kila siku. Baba haendeshi gari kila siku. Baba haendeshi gari kila siku. Benita haendi shuleni kila siku. Benita haendi shuleni kila siku. Cedric hasikilizi Bongo Flava kila siku. Cedric hasikilizi Bongo Flava kila siku. Sawa. Tutunge sentensi nyingine bila kutumia neno kila siku. Tutumie maneno mengine kama vile mara kwa mara, kila Jumatatu, kila mwaka, kila mwezi na kadhalika. Nani atunge sentensi pasipo kutumia neno kila siku? Abadilishe kule, aweke neno lingine. Doto hufundisha Kiswahili kila mwaka. Sasa Doto ni mwalimu au ni dokta? Mwalimu Doto hufundisha nini? Kiswahili kila mwaka. Nasla hupika pilau kila. Safi kabisa. Nasla hupika pilau. Napenda pilau Pilau kila Ijumaa.
Safi kabisa. Mwingine? Hapo kuna mtu pale Dani. Elisa. Kucheza kila siku. Mtoto hupenda kucheza kila asubuhi. Safi kabisa. Jamani, tumpongeze Elisa. Ameelewa somo vizuri sana. Safi kabisa. Sasa kabla hamjaenda kufanya zoezi ya kwenu, kwanza tukanushe hizi sentensi. Sasa tuzikanushe. Tutasemaje? Sentensi ya kwanza. Ketina. Mwalimu Ndoto hafundishi Kiswahili kila mtu. Mwalimu Ndoto hafundishi Kiswahili kila mwaka. Mwingine? Cedric. Nasla hapiki pilau kila Ijumaa. Pale Malwa. Mtoto hapendi kucheza kila asubuhi. Safi kabisa. Vijana mjipigie makofi kabisa, mnaweza. Sasa tunaendelea. Baada ya hapo, andika sasa zoezi. Andika zoezi. Sentensi zinasema kama ifuatavyo. Zoezi ni kama ifuatavyo. Nani asome? Nitasoma alafu mtarudia tena. Tunga sentensi. Twende. Tunga sentensi 10 katika wakati uliopo wa kawaida au mazoea. Kisha kanusha sentensi hizo. Yaani ni kwamba unanitungia sentensi 10 katika wakati uliopo wa kawaida au wa mazoea. Alafu sentensi hizo 10 unazikubali kwanza, unakubali. Alafu hapo nafanyaje? Unakanusha. Sawa? Kwa hiyo kabla hujaweka kwenye daftari lako, nitaruhusu kwanza muanze kujadiliana makundi. Kila mstari mjadiliane kwanza. Sawa? Alafu baada ya hapo nitawauliza, nitasahihisha kazi yenu. Sawa? Haya, nawapa kama dakika 3 tu tutakuwa tumemaliza. Kwa muandike pamoja, alafu mtasoma hizo sentensi zenu. Haya, sawa. Sasa dakika zetu sasa zimeisha. Naomba kundi la kwanza litusomee sentensi ya kwanza walioifanya. Kundi la kwanza. Karibu. Amina hufua nguo kila Jumamosi. Sawa. Kanusha sentensi yako. Amina hafui nguo kila Jumamosi. Safi kabisa. Sentensi nyingine. Baba huwa anaenda kazini kila siku. Jamani, hii sentensi iko sahihi? Baba huwa anaenda kazini kila siku. Hii sentensi iko sahihi? Nani sahihishe?
Baba huenda kazini kila Safi kabisa. Itakuwa baba huenda kazini kila siku. Safi kabisa. Aha. Kanusha sasa. Aha. Kanusha sentensi. Aha. Baba haendi kazini kila. Safi kabisa. Kwa hiyo watoto wazuri, niwashukuru sana, mjipigie makofi. Mumeweza. Tuonane tena kipindi kijacho, sawa? Kwa hiyo ninawatuma mtaenda kwenye maktaba ya shule, mtasoma vitabu vinavyohusiana na nyakati za Kiswahili. Kwaherini. Asanteni sana. Basi mpigie makofi mwalimu na yeye. Na mtazamaji wa Radio TV Buntu, ni dhahiri shahiri kwamba muda mfupi uliopita tumekuwa tukifuatilia somo zuri ambalo tulikuwa tukifikishiwa na mwalimu Lelisi Doto inayohusiana na nyakati katika filosofa ya Kiswahili. Lakini kabla hatujaondoka humu ndani, unajua kama swali nilisema hakuna kazi bila changamoto. Pengine ningependa nimuulize changamoto, uweze kutueleza changamoto unazokumbana nazo katika swala zima la ufundishaji katika lugha adhimu ya Kiswahili. Mwalimu. Ndio. Asante sana. Unajisikiaje baada ya kutoa somo zuri sana? Kwa kweli wanafunzi kuwafunza nyakati za Kiswahili. Ndio. Kwa kweli asante sana kwa swali zuri sana ndugu mtangazaji. Mimi binafsi nashukuru sana. Nina furaha isiyo kifani baada ya kipindi hiki ambacho nani nimekuwa ni mashuhuda. Kwa kweli kipindi kilikuwa kizuri sana kabisa. Mambo yameenda mulwa kabisa. Najisikia furaha sana. Waswahili mara nyingi hupenda kusema kwamba kuna kazi bila changamoto. Ndio. Hili wewe kwa upande wako unalizungumzia katika swala zima la ufundishaji? Kuna changamoto hizo ambazo unakutana nazo, hasa tuchukue mfano katika somo hili la nyakati za Kiswahili. Kuna changamoto ambayo pengine nimekutana nayo kama ipi labda? Swadata, hakika kila kazi inakuwa na changamoto zake. Na hali kadhalika katika kufundisha Kiswahili napo pia kuna changamoto. Changamoto iliyopo ya kwanza ni kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wanatokea katika nchi mbalimbali ambazo hawazungumzi Kiswahili, kwa sababu sisi hapa kwetu hapa shuleni kwetu hapa ni shule ya kimataifa. Kwa hiyo tuna mataifa mbalimbali kutoka Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki, kwa mfano kama vile Afrika Kusini na sehemu kwingine hata Ulaya wanakuwa wapo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna baadhi ya watoto unakuta hawana ile ali au motisha ya Kiswahili. Kwa hiyo unakuta wengine unakuta ni shida. Lakini pili, kuna ule utashi. Lakini wanafunzi ambao walikuwa kiwafunza hapo walikuwa wanajua, walikuwa wakitoa majibu ndio kwa bashasha. Ni kwa sababu nimeshafanya kazi kubwa sana ya kuweza kuwafanya wawe na motisha kupenda Kiswahili. Lakini hapo mwanzo nikiwa bado ndo wamefika shuleni, huwa ni kazi nzito sana. Nafanya kampeni kubwa ili kwamba waweze kupenda Kiswahili, kama ulivyoona kwamba walikuwa na furaha sio kifani, wamejibu maswali vizuri, lakini sio vyepesi kama unavyofikiria mpaka kufikia hatua hiyo. Lakini jambo lingine ni kwamba kuna motisha. Unakuta kwamba wengine unakuta hawana utashi kutoka kwenye labda majumbani kwao huko, walishaambiwa pengine kwamba Kiswahili hakina maana, hakina faida. Ndio mwingine unakuta hata wazazi wanawaambia watoto kwamba ukienda kule shuleni usome mafizikia, makemia, biology na mambo mengine, lakini wanasema kwamba Kiswahili nacho ni lugha mwafaka, lugha nzuri sana. Naam, pengine ningependa nikupongeze kwa uvumilivu na utashi ambao umeweza kuonyesha hapa. Pamoja na changamoto umekutana nazo, lakini wakasema hapa siachi. Lazima nihakikishe Kiswahili na kipamba na kipa sifa yake. Kiswahili cha bongo unapenda kusema kwamba hakikisha kama unakipa maua yake Kiswahili. Kabisa. Lakini wapo walimu wengine mara nyingi wanapokutana na changamoto kama hizi wanakuwa na uwepesi sana kuvunjika moyo. Na isitoshe hata wakati mwingine kuacha kabisa. Pengine unaweza kuwashauri kitu gani? Mimi ambacho naweza kushauri walimu wenzangu wengine, wasivunjike moyo. Mara zote penye changamoto panahitaji utendaji wa kazi. Kwa hiyo pasipo changamoto hatuwezi tukafanya kazi kwa bidii. Kwa mimi niseme kwamba sisi kama walimu wa Kiswahili, nichukue kama mimi nishaamua na kauli mbiu yangu, Kiswahili mbele nyuma sirudi.
Kwa hiyo naomba kila mmoja aweze kuwa na kauli mbiu ya kwake kwamba Kiswahili mbele, nyuma haturudi tena. Kwa hiyo tupambane. Hata kama ni vigumu, lakini tuendeze zaidi na tuendeze mapambano. Na mwalimu, nikushukuru sana kwa tathmini yako. Asante sana wewe pia. Asante sana, kushukuru sana kwa kazi yako. Shukrani. Asante sana. Na mtazamaji, bila shaka na huu ndo mwisho kabisa kipindi chetu cha leo. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kuchukua muda wako adhimu na kunisikiliza. Katika kipindi cha leo tumekuwa na mwalimu wetu Dr. Levis ambaye alikuwa akitufunza nyakati katika lugha ya Kiswahili, na udha wako wa kipindi hiki alikuwa mimi Willy Blond. Tuisenge, tuonane katika kipindi kijacho. Kwaheri.